Usiache kusubscribe, kushare, kulike na comment. Anwari Online TV. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. Inshallah, baada ya siku ya jana kumaliza tafsiri ya suratul Fatiha, leo tutaanza tafsiri ya suratul Shams. Suratul Shams ni sura ya jua, sura ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliteremsha Maka. Nayo ni sura ambayo tualij al-qadiyatul kubra ala wa hiya qadiyatut tauhid. Na ni sura iliyokuja kutatua tatizo kubwa kwa mwanadamu, nalo ni tatuo la tauhid, kwa maana mwanadamu kufahamu Mola wake. Na mwanadamu anamfahamu Mola wake ama anamfahamu Muumba wake kupitia viumbe ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyoviumba. Pindi mwanadamu anapoangalia uumbaji wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi anaona alama za uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo suratul Shams ni sura ambayo imeelezea uumbaji wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha ikaelezea utendaji kazi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mwisho ikaelezea kisa cha Thamud, watu wa Thamud ambao walimkataa mtume wao na adhabu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliweza kuwapelekea baada ya kuwa wao wamemkataa mtume wao. Bismillahirrahmanirrahim. Wash-shamsi wa duhaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Shams ameanza na kiapo, nacho ni kiapo ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala ameanza kwa kiapo cha kuliapia jua. Allah anasema wash-shamsi wa duhaha. Allah analiapia jua pamoja na mwangaza wake. Jua ndio hili ambalo tunaliona kila siku, nalo ni alama ya uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema Allah katika nyingine, wa min ayatihi al-layl wan-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Katika alama za uwepo Allah Subhanahu wa Ta'ala ni uwepo wa usiku na mchana, lakini pia uwepo wa jua na mwezi. Hivyo jua ni katika alama ya uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, linapochomoza na faida zake katika maisha ya mwanadamu. Jua ni nyota inayotoa mwangaza, lakini sio tu mwangaza, ni nyota yenye kutoa joto. Allah anasema waja'alna sirajan wahaja, akalifanya jua ni siraj, ni taa, lakini wahaja linatoa nishati. Nishati ya jua inajulikana kama solar energy. Solar energy ni nishati ambayo inasaidia upatikanaji wa umeme. Kuna nchi ambazo zenyewe zinapata nishati yao kupitia jua, kwa maana nishati ya umeme. Na sisi huku wa China wanatengenezea taa zetu, tunazichaji kwenye jua, kisha baadaye ndio zinapata moto na tunapata kuona wakati wa usiku, na zinatusaidia hata katika kusikiliza redio, kuwasha TV na nishati mbalimbali. Kwa hivyo kama alivyosema Mwenyezi Mungu, waja'alna sirajan wahaja, kwa maana jua ni nishati kubwa ambalo ndio ambalo linasaidia katika ustawi wa maisha ya mwanadamu. Kwa maana gani? Bila uwepo wa jua hakuna maisha. Bila uwepo wa jua hakuna maisha. Kwa kuwa tunafahamu mwanadamu anahitaji chakula ili aweze kuishi katika maisha haya ya ulimwengu, lakini tunafahamu
mazao ambayo mwanadamu anayalima na anaota yenyewe katika ardhi hayawezi kustawi bila uwepo wa jua, kwa kuwa tunafahamu hata mmea wenyewe katika kutengeneza chakula chake huhitajia nishati ya jua, hujulikana kama photosynthesis. Photosynthesis ni kitendo cha chakula cha mmea kutengeneza chakula chake ili mmea ule uendelee kuwa hai. Kwa hivyo ili mmea uendelee kuwa hai unahitaji jua, na mmea ukiupanda sehemu ambayo hamna jua hauwezi kuota, hauwezi kukua. Na ukiupanda ndani, wale wanafanya majaribio ya kisayansi ya kielimu, ukiupanda mmea ndani kisha ukaacha dirisha wazi, ule mmea utaota, kisha utaenda katika sehemu ambapo kuna mwanga wa jua, utapata mwanga wa jua. Hata kama mmea labda ulikuwa unaelekea huku, kisha mwanga wa jua ukabadilika, labda dirisha ukatoboa huku upande mwingine, utashangaa mwangaza umebadilika, utashangaa mwelekeo wa mmea kukua unabadilika na kufuata mwanga wa jua. Kwa hivyo kusema kwamba jua katika ekolojia au katika ecosystem, mfumo ambao kuanzia mimea inapokuwa na kuota na wanadamu wakala na wanyama kutegemeana, ecosystem inaingia mpaka wanyama kutegemeana. Kuna wanyama ambao wanaokula wanyama wenzao, lakini kama simba na chui, wale wanyama wanaoliwa na simba na chui wanahitaji majani, na majani yanahitaji jua ili yaweze kuota. Lakini pia hata mvua yenyewe inahitaji jua. Ili mvua iweze kunyesha inahitaji maji yaweze kuwepo katika vyanzo vya maji ambavyo ni maziwa na bahari, kisha jua lipige katika vyanzo vya maji itengeneze mvuke. Mvuke ukishatengenezwa upande juu, ukishapanda juu, ndio Allah anasema Allahu alladhi yusilu riyah, Allah ndio ambao huleta ule upepo, fatuthiru sahaban fayabisutuhu fi samai kaifa yasha, kisha ule upepo kutengeneza yale mawingu baada ya kuwa jua limepiga katika vyanzo vya maji kama mito, bahari na kwenye mimea katika misitu minene. Fatuthiru sahaban fayabisutuhu fi samai kaifa yasha, kutengeneza mawingu madogo, kisha Allah subhanahu wa ta'ala huyatawanya haya mawingu madogo, huyatawanya na kuwa mawingu mengi. Waj'aluhu kisafan fatara liwatka yakhruju min khilali, kisha utengeneza mvua ambayo maji ambayo ya mvua hutoka katika hayo mawingu. Taamaji wanapopata na maji hayo watu hufurahi, faidahum mustabshirun. Kwa hivyo usemwa bila jua hakuna maisha, bila jua hakuna maisha. Hata wale ambao wanaokosa jua, haina maana kukosa jua kabisa, bali kupata mwangaza wa jua. Na katika uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, jua linapopiga katika mimea iliyokuwa mibichi, ile mimea mibichi huhifadhi nishati ya moto ambayo inatokana na jua. Ndio Allah anasema alladhi ja'ala lakum minash shajari al-akhdari naran fa idha antum minhu tuqidun, ni Allah ambaye kajalia katika miti ya kijani miti mibichi. Vipi miti mibichi huwaka? Kwa nini miti mibichi huwaka? Yaani kuni mbichi lakini huwaka kwa nishati kubwa. Huwaka kwa nishati kubwa kwa sababu ya chakula kinachotengenezwa katika mti kupitia jua, hapo tumesema kujulikana kitaalamu kama photosynthesis. Allah ndiye anasema katika kuonyesha alama ya uwepo wake na alama ya jua kama kiumbe chake kinaposaidia nishati na mimea, akasema Allah alladhi ja'ala lakum minash shajari al-akhdari naran. Katika alama za uwepo Allah subhanahu wa ta'ala ni kujalia, ni kufanya katika mti uliokuwa ni wa kijani, minash shajari al-akhdari naran, anaujalia ule mti unakuwa na moto ndani yake. Fa idha antum minhu tuqidun, taamaki ule mti ni mbichi lakini ukiwasha unawaka kwa nishati kana kwamba kuna mafuta ya taa.
au na petroli, katika alama za uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo Allah alipoapa katika sura hii kwa jua, ameapa kwa jambo kubwa, washamsi wa duhaha, kaapa kwa jambo linalohusu uhai wa wanadamu, sio tu uhai wa wanadamu, bali ni uhai wa viumbe hai ambao wanaishi katika sayari hii ya dunia. Washamsi wa duhaha, na jua lenyewe ukubwa wake ni mara 1,300,000 kwa dunia. Ili dunia siweze kulingana na jua, zinahitajika dunia 1,300,000 ndio zitaweza kulingana na jua moja. Lakini angalia sisi tulioko duniani, tunaliona jua ni kitu gani? Kidogo sana, kana kwamba tunaona jua ni dogo. Hata ambao sio watafiti wakiulizwa kati ya jua na dunia kipi kikubwa, mtu anaweza kusema dunia ni kubwa kuliko jua, lakini kihakika jua ni kubwa kuliko dunia mara 1,300,000. Zinahitajika dunia 1,300,000 kufikia ukubwa wa jua. Lakini hili jua Allah subhanahu wa ta'ala kalipeleka mbali kutoka usawa wa dunia, kalipeleka kilomita 1,150,000. Hivyo manake, kwa kuwa mwanga husafiri kwa takriban kilomita 300,000 kwa sekunde, 300,000 km per second. Hivyo mwanga wa jua kutufikia sisi duniani baada ya dakika 8. Ukiona jua limechomoza, limetumia dakika 8 kutoka huko lilipo mwanga wake kutufikia. Na mwanga ni katika vitu vinavyosafiri kwa haraka zaidi. Unavyoona ni jinsi gani jua lilipokuwa mbali linatumia zaidi ya dakika 4 kwa kitu ambacho ni kufumba na kufungua kusafiri kwake. Manake umbali uliokuwa mbali, uliokuwa mrefu. Lakini Allah pamoja na kuwa jua liko mbali, ili kuhifadhi uhai wetu, maisha yetu, hakuliacha tu likae mbali, akaliwekea tabaka ambazo zinazuia ukali wa jua. Wabanaina fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wahaja wabanaina fawqakum sab'an shidadan. Allah akatumbia tabaka 7 madhubuti. Tena Allah akasema sab'an shidadan. Kwa nini Allah akatumbia tabaka 7 madhubuti? Katumbia tabaka 7 madhubuti ili mwanga wa jua usituue. Pamoja na kwamba liko mbali, kama hizi tabaka 7 zisingekuwepo, ambazo ni mfano wa kioo, zenyewe ndizo ambazo zinapunguza ukali wa jua kutufikia sisi kwa ukali. Maanake hata mimea isingeota kutokana na ule ukali wa jua. Mimea isingeota, ngozi zetu zingekuwa zinababuka. Allah akatuwekea katika neema kubwa, Allah akatuwekea sphere, akatufikia tabaka la ozone. Wabanaina fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wahaja. Allah akatumbia tabaka 7 madhubuti mfano wa kioo. Hizi tabaka 7 ndizo ambazo zinatusaidia sisi leo kupata jua ambalo Allah amelikadiria kwa kiwango maalum. Ndani yake tunapata mazao. Hili jua linaleta mvua na tunaona kwamba tunapata vitamini, kwa kuwa pia jua linatengeneza nishati katika miili yetu. Kuna ile synthesis of vitamin D. Tunapata vitamin D ili ngozi zetu ziwe madhubuti kwa kupata mwanga wa jua. Kwa hiyo mwanga wa jua ni chakula pia kwa binadamu. Kinasaidia, yaani mwanga wa jua pia ni chakula katika maisha ya binadamu. Kinasaidia mwanadamu ngozi yake, kinasaidia mwanadamu kuongezeka nishati yake ya kukinga na maradhi na kadhalika. Kwa hivyo Allah aliapa kwa jua, lakini pia akaapa kwa mwangaza wa jua. Washamsi wa duhaha. Kaapa kwa jua, lakini kaapa kwa nini? Kwa mwangaza wa jua. Mwangaza
ambao ni muhimu katika ustawi wa maisha yetu. Allah alipoliumba hili jua lina joto kali sana, ndio aliosema waja'alna sirajan wahaja. Lakini Mwenyezi Mungu kwa rehema zake ndio akatengenezea hizo sab'an shidada. Kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea hizi ozone layers. Kijiografia na kitaalamu, watu wanasoma metaphysics wanafahamu kwamba leo kuna katika ulimwengu kuna jambo wanaliita global warming au global temperature. Global warming ni ongezeko la joto duniani. Ongezeko la joto duniani linatokea vipi? Linatokea baada ya tabaka la ozone, tabaka la jua. Hii kioo cha jua kinachosaidia mwanga wa jua usituumize kutoboka. Hili tabaka la jua linapotoboka linapelekea mabadiliko ya tabia nchi katika ulimwengu, kama vile mvua kubwa, kuyeyuka kwa saruji, kwa theluji ya mlima Kilimanjaro imebakia 12% sasa hivi. 12%, asilimia zaidi ya 88 mpaka 85 imepotea kutokana na nini? Na global temperature au global warming, ongezeko la joto duniani. Limesababishwa na nini? Limesababishwa na kitu kimoja tu. Nchi kubwa zenye viwanda vikubwa kama Marekani, China kutumia nishati chafu katika uendeshaji wa viwanda vyao. Ile nishati chafu inaenda inatoboa tabaka la jua. Kwa kutoboka kwake tabaka la jua, tabaka la ozone, unapelekea mabadiliko ya tabia ya nchi. Theluji katika nchi ya kaskazini ya dunia kuyeyuka, na theluji katika milima kama Kilimanjaro na milima mingine kufanyaje? Kuyeyuka, kwa sababu ya ongezeko la joto duniani kutokana na shughuli za kibinadamu zisizozingatia uhai wa viumbe na uhai wa maisha ya watu wengine. Hivyo jua linapoathirika au jua na tabaka zake za ozoni linapoathirika, na maisha yetu yanafanyaje? Yanaathirika. Lakini wasofahamu, jua hutoa mfano wa upepo. Jua hutoa mfano wa upepo wa moto, kitaalamu hujulikana kama solar winds. Solar winds, jua lina nishati pale ya helium na hydrogen gas. Hizi gesi huwa zinalipuka kwenye jua. Zikilipuka kwenye jua, kuna upepo unapatikana kwenye jua hujulikana kama solar winds. Upepo huu huvuma katika jua na kuja katika sayari ambazo ziko karibu na jua, majmuati shamsia. Majmuati shamsia ni sayari ambazo zimezunguka, ambazo zinazunguka jua, ikiwemo sayari yetu ya dunia pia. Mwenyezi Mungu anatuambia moja katika aya ya Qur'an, ya ma'shara al-jinni wal-ins in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Enyi wanadamu na majini, in istata'tum, ikiwa mnadai hampo katika himaya yangu, yani nyinyi mna Mungu mwingine, kuna Mungu mwingine mwenye uwezo. Allah subhanahu wa ta'ala anatupa challenge, anatumia in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ard, ikiwa mnaweza mkatoka katika duniani, yani mtu akatoka katika dunia hapa akatoboa hii dunia mpaka chini ya dunia, hawezi. Au akaenda juu, huko juu akatoboa mbingu, la tanfudhuna illa bisultan, hamwezi kutoka wala hamwezi kutoboa hiyo ardhi, wala hamwezi kutoka huko juu, yani kwenda juu. Mungu anasema la tanfudhuna illa bisultan, hamtaweza kutoka isipokuwa tu wafungulie njia. Akafungulia njia Bwana Mtume Muhammad
katika usiku wa Isra na Mi'raj. Kwa nini Allah anasema hivyo? Aya inayofuata inasema yursalu alaykum ashwabun min nar. Ikiwa mwanadamu atatoka sasa huko kwenye jua, kuna ile inaitwa solar winds. Solar winds ni upepo wa moto unaovuma katika jua. Mungu asema yursalu alaykum ashwabun min nar. Allah atakupelekeeni shuwabun min nar, moto wa nuhasun fala tantasiran, moto ambao ni sawasawa na shaba iliyoyeyuka, fala tantasiran, hamwezi kusaidika. Kwa solar winds, pepo wa jua unapovuma katika jua, Allah subhanahu wa ta'ala jinsi alipoumba zile sab'an shidada, Allah sema wabanaina fawqahu sab'an shidada. Zile sab'an shidada zina react kwa kuilinda dunia dhidi ya moto ya jua inayovuma kwenye jua kuja kwenye nini, sayari ya dunia. Ushaona sumaku, the same, zile ncha zenye kufanana huwa hazishikani. Ncha zenye kufanana, yani pana North Pole, ncha kaskazini na ncha kaskazini, ukiziweka hivi zinafanyaje? Zinakimbiana, si ndivyo? Ndio mfano wa moto wa jua unapotoka kwenye jua, alafu unakutana na sab'an shidada. Ile sab'an shidada inakuwa inapeleka mbali ile mioto ya nini, mioto ya jua. Tufahamiana, ili tu Allah neema yake ikamilike, kwamba jua kwetu ni nini? Ni neema, sio adhabu. Washamsi wa duhaha. Je, ukisema washamsi wa duhaha unafahamu maneno mazito ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiwango gani? Hiyo ni challenge kwetu sisi kufanya utafiti na kuangalia ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Washamsi wa duhaha. Kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasema wal qamari idha talaha, na mwezi unapolifuata jua. Mwezi unapolifuata jua, jua likizama, mwezi unafuatia kuchomoza. Na ikiwa kuna mabadiliko ya laili wa nahar, husemwa the length of day and night. The length of day and night, mabadiliko ya usiku na mchana. Ikiwa siku hiyo mchana ulikuwa mrefu, kama imekadiriwa ni mwezi kutoka siku 29, mwezi unaweza usitoke siku 29, kwa kuwa jua linakuwa limechelewa kuzama. Ndio unasikia jua limechelewa kuzama, kwa hivyo uwezekano wa mwezi kuandama unakuwa ni mdogo. Wal qamari idha talaha, ni pindi tu jua linapozama kwa wakati wake na mwezi unafanyaje? Unaandama au unachomoza katika sehemu yake. Au wal qamari idha talaha, tunafahamu kwamba mwezi wenyewe hauna mwanga wake maalum. Mwezi mwangaza wake unaakisi kutoka kwenye jua. Tofahamiana, mwezi mwangaza wake unaakisi kutoka kwenye nini? Kwenye jua. Ili mwezi uweze kutoa mwanga wake unahitajia uwepo wa jua. Lakini kisayansi wamekuja kugundua kisayansi kwamba jua, mwezi ulikuwa zamani unamulika kama linavyomulika jua. Yaani zamani, miaka mabilioni iliyopita, yaani mwezi kuchomoza unachomoza kama jua linavyochomoza. Jua linachomoza vipi? Linachomoza na mwangaza wenye moto, sio? Na mwezi ulikuwa kuchomoza hivi. Baadaye sasa katika kusoma kwetu Qur'an, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn, katika surati al-Isra. Katika surati al-Isra, waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn, Allah anasema amejalia usiku na mchana ni alama mbili za kuwepo kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Allah anasema famahawna ayatal layl, famahawna ayatal layl, kisha tukauziba usiku. Famahawna ayatal layl, tukaufanya usiku kuwa na kiza. Waja'alna ayatan nahari mubsira, kisha tukafanya mchana alama yake ni nini? Ni mwangaza, watu kuona. Waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum, ili muweze kutafuta fadhila za Allah, si ndivyo? Kufanya ibada,
kutafuta riziki. Maana ingekuwa ni mchana ni usiku, riziki tungetafuta vipi? Ingekuwa ni ngumu kutafuta nini? Riziki. Litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab, na ili mfahamu idadi ya miaka na hesabu. Bila mchana na usiku hakuna hesabu. Tunafahamiana? Lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila, na kila kitu tumekipambanua vizuri. Sasa sikiliza maneno ya Ibn Abbas radhiallahu anhu katika tafsiri hii ya aya hiyo. Wanaoweza kurejelea tafsiri ya Imam Tabari, Imam Zamakhshari, Imam Ibn Kathir, warejelee tafsiri ya aya hiyo waone muujiza wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas anasema kana al-qamaru tudhi'u kama tadhi'u ash-shams. Tunafahamiana? Ibn Abbas anasema mwezi zamani ulikuwa unaangaza kama jua linavyoangaza. Yaani mwezi ulikuwa kuchomoza, unachomoza kama jua. Maana jua linachomoza na mwanga wake na joto lake, na mwezi ulikuwa unachomoza na nini? Na joto lake. Kiasili katika kuumbwa kwa ulimwengu, kwanza ilikuwa ni giza, kisha baadaye ukawa mwangaza. Maana ni kwamba baada ya Allah kuumba ulimwengu kutokana na giza, ukawa ni mwangaza wenye kuendelea. Ndio anasema Allah subhanahu wa ta'ala, waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn famahawna ayatan layl. Allah maha ayatan layl. Maha ayatan layl maana nini? Akaufanya usiku kuwa ni giza. Famahawna ayatan layl waja'alna azala al-layl azala an-nahar. Maha maana azala an-nahar, maana akaondoa wakati wa usiku pakawa pana kiza ndani yake. Ndio Ibn Abbas anatuambia mwezi ulikuwa ukiangaza kama vile jua linavyoangaza. Ingekuwaje sasa, qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan? Ingekuwaje sasa? Ma min ilahin yatikum bil-layl, Mungu gani mwingine alikuleteni usiku wa kupumzika? Ingekuwa tu ni mchana tu, ingekuwa vipi hiyo hali? Ingekuwa ni hali mbaya. Kwa hiyo kutokana na kuathirika kwa tabaka anga la mwezi una tabaka anga. Zamani mwezi ulikuwa una tabaka anga, yaani mwezi ulikuwa mfano wa jua, kwa sababu jua lina tabaka la ozoni, na mwezi zamani ulikuwa una tabaka lake. Kwa kuwepo tabaka lake la mwezi, ndio kulikuwa kunapelekea mwezi kuwa na mwangaza wake na joto lake. Lakini Allah baada ya kuondoa tabaka anga la mwezi, ukafanya mwezi tena utegemee mwangaza kutoka kwenye nini? Kwenye jua. Kama ilivyokuwa leo, mwezi unategemea mwangaza wake kutoka kwenye jua bila wewe wenyewe. Ndio maana katika mwezi nini? Katika mwezi wenyewe kihakika ni jua ni dark. Mwezi wenyewe nini? Ni dark. Maana ni kiza katika tabaka la mwezi. Yaani ukifika pale juu ya mwezi ni kiza kabisa. Si ndivyo? Wal-layli wa ma wasaq wal-qamari idha tasaq. Juu ya mwezi pale kuna jua, kuna giza totoro. Na wale wanaenda kwenye mwezi wanatuambia hivi, wakina Armstrong na wengineo. Anasema I was almost lost my eyesight, or something of a magic come over me. I was almost lost my eyesight. Anasema hivi, anaenda kwenye mwezi, kwamba nilipofika nilipoteza uoni wangu wa kuona. I was almost lost my eyesight. Nilipoteza uoni wangu wafanyaje? Or something of a magic come over me. Au kitu cha muujiza kilinikabili nikawa siwezi kuona. Mwenyezi Mungu anasema katika sura Al-Hijr, wa fatahna alayhim baban min as-samai fadhallu fihi ya'rujun. Kama tuliwafungulia mlango wa kutoka hapa duniani kwenda huko mbinguni, wakaenda huko mbinguni. Si ndivyo? Fadhallu fihi ya'rujun. Allah anasema laqalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qawmun mas'ulun. Wakasema inna ma sukkirat absaruna, macho yetu yameathirika, hayaoni, hatuoni vizuri kutokana na kiza. Bal nahnu qawmun mas'ulun, au sisi ni watu tuliorogwa.
Ndipo ambayo aya hii ya Kiarabu alikuwa kwenye mwezi alikuwa akisoma kwa Kiingereza, I was almost lost my eyesight. Armstrong katika safari yake ya kwanza ya anga ya kwenda kwenye mwezi. Wal qamari idha talaha, kwa maana jua mwezi linalifuata jua, si ndivyo? Na pia mwezi unaakisi mwangaza wake kutoka kwenye jua. Wan-nahari idha jallaha, alafu wal-layli idha yaghshaha. Hapa wan-nahari idha jallaha wal-layli idha yaghshaha, nini tofauti yake? Na mchana unapopata mwangaza, wan-nahari idha jallaha, na mchana unapoingia, afu wal-layli idha yaghshaha, na usiku unapoingia. Yani mchana unaingia kwa kitendo cha kilichopita, alafu usiku unaingia kwa kitendo cha mudhari, kitendo kilichopo. Hizo aya tunazielewa vizuri? Maana yake ni hivi, usiku na mchana vinatofautiana katika kuingia. Usiku na mchana vinatofautiana. Mchana ukiingia unaingia mara moja. Ndio maana Mwenyezi Mungu ametumia kitendo cha madhi, kitendo cha past tense. Na mchana unapoingia, na mchana ulipoingia, yaani kwa Kiswahili nimesema hivyo, na mchana ulipoingia. Kwa nini ametumia kitendo cha past tense katika mchana kisha akatumia kitendo cha present katika usiku? Wal-layli idha yaghshaha katumia kitendo cha wakati uliopo. Mchana katumia kitendo cha wakati uliopita. Kwa nini? Kwa sababu mchana unapoingia huingia mara moja. Si ndivyo inakuwa? Yaani vile panapopambazuka mara moja tu tayari kumeshakuwa sehemu yote imeshakuwa ni nyeupe. Tutafahamiana? Lakini usiku unapoingia unaingia kidogo kidogo, yatlubu hakika. Ndio Allah anasema wal-layli wan-nahari idha jallaha. Na kwa mchana unapoingia, mchana ukiingia unaingia mara moja tu, ukiamka asubuhi ndani ya dakika kadhaa tayari pamepambazuka. Lakini usiku unachukua muda kidogo mpaka giza linafanyaje, linakuwa kubwa zaidi. Lakini mchana ni mara moja tu. Tufahamiana? Wan-nahari idha jallaha, na kwa mchana unapoingia, na usiku. Wan-nahari idha jallaha, au kwa maana ya jua linadhihirishwa na nini? Na mchana. Tafsiri nyingine, jua linadhihirishwa na nini? Wan-nahari idha jallaha, dhamiri inarudi kwa shams, yani jua, dhamiru al-madhkur inarudi katika ab'ad al-madhkur, ambao ni nini? Ni shams, kwamba jua ndilo ambalo linadhihirishika zaidi wakati gani? Wa mchana, pindi mchana unapokuwa umepambazuka, jua linachomoza. Tunafahamiana? Lakini katika miujiza ya usiku na mchana, katika miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala, na muda unatukimbia kwa kweli. Katika miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu ambao mnafuatilia na ambao mnafanya tafiti, na najua tunafanya tafiti ya jambo hili, toka Mwenyezi Mungu alipoiumba hii dunia, siku hazijawahi kufanana. Toka Allah alipoumba hii dunia, siku hazijawahi, yani leo ni Jumangapi? Leo ni Jumapili. Hakuna Jumapili yoyote ambayo ilishafanana na Jumapili nyingine kama ya leo. Kila siku Allah anaumba siku mpya. Imani hali ya hewa, utashangaa Jumapili ya leo muda kama huu kuna baridi. Jumapili iliyopita muda kama huu palikuwa na joto. Jumapili kama leo, muda ule siku iliyopita, kuna watu walikuwa hai, leo hawapo tena. Si ndivyo? Kuna mazao yalikuwepo leo hayapo tena, yameshavunwa. Jumapili kama leo, ukisema zile mambo ya jiografia, mambo ya humidity, unyevunyevu,
hali ya hewa, kila kitu. Allah katika uumbaji wake kila siku anaumba siku iliyokuwa mpya. Tena sio kila siku, kila sekunde ya jana wakati kama huu si sawa na leo wakati kama huu. Kila sekunde ni mpya katika uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kuona kasoro yote katika uumbaji wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nahari idha jallaha wal layli idha yashaa. Tumeona hapa tofauti ya nahari na layli. Mchana unalidhihirisha jua na usiku unalificha nini? Unalificha jua, linakuwa halionekani, si ndivyo? Hivyo alama ya mchana, jua ni alama ya mchana na mwezi ni alama ya usiku. Na mwezi ni alama nini? Ni alama ya usiku, kama tulitangulia katika aya tulizozungumza katika suratul Isra. Kwa kumalizia, Allah anasema was-samai wama banaha. Allah kaapa na mbingu. Sasa tufikirie, tumezungumza jua lina ukubwa mara 1,300,000 kwa dunia, si ndivyo? Na jua kwenye mbingu linaonekanaje? Jua kwenye mbingu linaonekanaje? Dogo, sivyo? Tunakuona kama kanani tu hivi kadogo, si ndivyo? Hili jua ni mara milioni 1,300,000. Zinahitajika dunia milioni 1,300,000 pekee kufanana na jua moja. Yaani dunia milioni 1,300,000 ndio zinalingana na jua hilo. Sasa angalia hilo jua linaonekana kwenye anga lilivyokuwa dogo. Sasa Allah anaapa kwa mbingu na alivyoijenga. Hiyo mbingu alivyoijenga ni kitu gani? Hakika mbingu ni kiumbe kikubwa sana, si ndivyo? Si ndivyo? Allah akatuuliza, a antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaha. Hivi nyinyi mnajiona ni na nguvu sana? Hivi nyinyi mnajiona ni watu wenye nguvu? Mnafikia jinsi gani mbingu tulivyoiumba? Am as-samaa'u banaha. Au ni mbingu tuliyoiumba ndio kitu madhubuti zaidi kuliko nyie? Was-samaa banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Allah kaisifu mbingu akasema banainaha bi'aidin, kaiumba kutokana na nguvu kubwa. Mbingu aliumba kutokana na nini? Na nguvu kubwa. Lakini mbingu, angalia Allah alipokuwa mkubwa, aliumba mbingu katika hali gani? Hali aliumba mbingu, Allah anasema thumma stawa ila samai wa hiya dukhan. Kisha Mwenyezi Mungu baada ya kuumba ardhi kwa muda wa siku hizo nyakati mbili tofauti, Allah akakusudia kuumba mbingu hali ya kuwa mbingu ipo katika hali ya moshi. Yaani mbingu sio ilikuwa madhubuti, inabeba jua, inabeba masayari makubwa makubwa. Allah anasema wakati anaumba mbingu ilikuwa katika hali ya nini? Ya moshi. Au Sheikh Islam Ibn Taymiyyah anasema bukharul ma. Bukharul ma ni ule mvuke wa nini? Wa maji. Unaona ule mvuke, maji yakichemka, ule unatoka kwenye maji, ndio mbingu ilikuwa katika hiyo hali. Maana mbingu ilikuwa ni kitu dhalili, si ndivyo maana? Allah anasema thumma stawa ila samai wa hiya dukhan. Kisha Allah baada ya kuumba ardhi kwa muda siku mbili au nyakati mbili, akakusudia kuumba mbingu katika hali gani? Katika hali ambayo mbingu ipo katika hali ya moshi au mvuke au gas states. Faqala laha wa lil ardi itiya taw'an aw karhan qalata atayna ta'i'in. Kisha Allah akaiambia mbingu njoo, na ardhi pia njoo, mtii vile ninataka kuumba nyinyi. Qalata, mbingu na ardhi vikasema ataina ta'i'in, vikaja kwa Mwenyezi Mungu kukubali kuumbwa kwa Allah vile anataka yeye, vikasema tumekuja kwa hapo Allah hali ya kuwa tumenyenyekea. Allah anasema faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn, akamaliza kuumba mbingu 7 kwa muda wa nyakati mbili anazozijua yeye, sio siku mbili. Maana wakati huo jua lilikuwa bado nyakati mbili. Hapo Allah anakusudia nyakati za uumbaji. Inawezekana ni sekunde, inawezekana ni dakika, inawezekana ni siku, inawezekana ni nyakati ndogo. Faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn. Allah akamaliza kuumba mbingu 7 kwa muda wa siku mbili au kwa nyakati mbili anazozijua yeye katika elimu yake. Faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn wa awha fi kulli samain amra. Akafunua wahi katika kila mbingu jambo lake, kila mbingu na mambo yake.
Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema akaipamba mbingu ya dunia kwa mataa wa hifdhan, na akailinda mbingu ya dunia. Atafanyaje? Akailinda. Wahi wake unapoteremka unalindwa. Usije kasema mtume amerogwa, hali ya kuwa wahi ulikuwa unalindwa. Usije kasema Qur'ani kitabu cha majini, hali ya kuwa wahi ulikuwa unafanyaje? Allah anasema wa hifdhan, akailinda mbingu na mataa na malaika wengi. Dhalika taqdirul azizil alim, aliumba hivyo hiyo mbingu katika namna hiyo. Takdir, ameiumba kwa vipimo maalum. Takdir, anajua kukadiria, na anajua kukadiria. Jua tumesema ni kubwa sana, lakini linaelea kwenye mbingu, halianguki. Hiyo jua, hii dunia yenyewe inaelea, si ndivyo? Dunia inaelea na hakuna sehemu iliyoshika. Inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula, Allah anazuia mbingu isianguke, lakini Allah anazuia ardhi pia isianguke. Ardhi inaelea. Ni mfano unapoona chungwa liko kwenye mti. Chungwa kwenye mti limeshikilia kitu, linaning'inia, si ndivyo? Limeshikiliwa na mti, linafanyaje? Lakini dunia halina kitu kiliyoshikilia dunia. Hakuna kitu kilichoshikilia dunia. Tunafahamiana? Hakuna kitu kilichofanyaje? Hizi ni alama kubwa za uwepo wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah, was-samai wa ma banaha. Hii aya samai wa ma banaha ni kiapo kikubwa kuliko washamsi wa duha. Samai wa ma banaha, Allah anaapa kwa mbingu na alivyojenga. Hii aya ni kiapo kikubwa kuliko washamsi wa duha. Kwa nini? Kwa sababu mbingu ni kubwa kuliko jua, na mbingu ndiyo ambayo imeshikilia jua na nyota zingine zilizopo katika mbingu, si ndivyo? Ndio maana usema katika tafsiri ya Qur'an, kiapo kinapokuwa katikati ya sura, kinakuwa ni jambo kubwa zaidi kuliko kinapokuwa mwanzo wa sura. Ukiona Allah ameapa na jambo lolote katika Qur'an, mwanzo wa sura ni jambo kubwa, lakini ukiona Allah ameapa katikati ya Qur'an, ujue hicho kiapo ni kikubwa zaidi kuliko kiapo kinachoapiwa mwanzo wa sura. Kwa hivyo aya ya 5 ndio tunaishia leo, wasamai wa ma banaha. Kila mtu aende anafikiria Allah anaapa kwa mbingu alifanyaje, alipoijenga. Fikiria mbingu alipoijenga, ili upate hofu ya kumwogopa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna ya mawlana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabbi, tunakuomba tujalie wepesi katika kufahamu Qur'an, tukufahamu kufahamu kitabu chako ya Rabbal Alamin. Tujalie wepesi katika mambo yetu, tujalie wepesi katika riziki zetu, tufungulie kheri katika mbingu na ardhi, bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi.